Tupo hapa kwa ajili ya mkutano huu mkuu. Nataka niseme mambo matatu. La kwanza, tuchukue mkutano huu kama sehemu ya kufanya tathmini kwa ajili ya uchaguzi mkuu uliomalizika mwaka jana 2025. Chama chochote cha siasa duniani malengo yake na madhumuni yake ni kushika dola. CCM tumefanikiwa, tumeshika dola vizuri kwa taifa letu. Kwa hiyo kwa kuwa tumefanikiwa vizuri, lazima tuchukue mkutano huu ushuke kwenye wilaya, ushuke kwenye kata, ushuke kwenye matawi, kwenda kufanya tathmini ya yepi tuliyoyafanya katika safari yetu ya kuanza miaka 5 mipya ya kuwatumikia Watanzania katika maeneo yetu. Lakini kwenye hili la kwenda kufanya tathmini hiyo, papo hapo mwenyekiti, nataka nitoe agizo kwa uongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Geita. Tumeelezewa kwamba chama chetu katika mkoa wa Geita kina wanachama wasiopungua 5,513, lakini waliolipa ada ni wanachama 1,320. Kwa vyovyote vile hesabu hii hairidhishi uhai wa chama chetu. Hasa mwenyekiti, ninachokiomba kwako, hakikisheni kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi wa mwaka kesho 2027. Hakikisheni viongozi wetu wanaokwenda kutafuta nafasi ya kuchaguliwa na kuchagua, twende tukachague na kuchaguliwa na wanachama hai, wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Haiwezekani kwenye matawi yetu karibu 400 na ukiwachukua wajumbe wa kamati ya siasa ya matawi, maana yake waliopaswa kulipa ada ni zaidi ya hao ambao wamelipa. Kwa lugha nyingine, mwenyekiti, chama chetu kinaelea huku chini kwenye wanachama, hakijafanya kazi vizuri. Twendeni tukakumbushe, lazima tulipe ada. Ada ya wanachama wetu ndiyo uhai kwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, nikupongeze sana kwa kuitisha mkutano huu. Wale wakoma walikuwa 10 walioenda kwa Yesu. Alirudi mmoja kusema asante, na yeye akatoa hesabu ya kila alichofanyiwa na Bwana Yesu. Inawezekana wako wagombea wengi sana waligombea kwa mbwembwe nyingi na maneno mengi. Miaka 5 imeisha, hawajawahi kurudi kusema asante. Wewe umeamua utumie mkutano wa kikatiba kuwaita wajumbe hawa waliokuchagua, kuambia asanteni, na kwamba yale niliyowaambia tutayafanya tumeyafanya. Tunakupongeza sana. Sisi wote tulioshiriki, awe mkuu wa mkoa, awe mneki, niwe mimi na wengine wote, tusingefanya lolote kama kusingekuwa na kiongozi mwenye maono ambaye tuna uhakika kula nako tupeleka panajulikana, na kwamba amepima na kuona kwamba anataka kuipeleka Geita wapi. Tunakupongeza sana na tunakuombea kwa Mungu kila la heri. Sisi wabunge wa mkoa huu mlitupa heshima kubwa sana, mlituombea kura kwa nguvu sana. Tutakuwa watovu wa nidhamu tusipokumbuka wema wenu huo. Mlijinyima usingizi wenu, mkaacha waume zenu na wake zenu, mkahamasisha mikutano watu wajitokeze kutuchagua. Tumepata nafasi ya kuchaguliwa. Kazi hii si kazi yetu, ni kazi yenu ninyi mliotuchagua kwa ajili ya kwenda Dodoma. Kwa niaba ya wabunge wenzangu, nataka niwaambieni kazi ya ubunge ni kazi ambayo kila mtu hapa ana sifa ya kuwa nayo. Nikimchukua leo Marugumba nikasema wewe utakuwa mbunge, ukatangazwa na tume ya uchaguzi, siku hiyo hiyo unaufanana ubunge. Hakuna jambo la ajabu kuwa mbunge, ni watu wanakupa imani tu, wanakuchagua miongoni mwao. Na sifa za ubunge, moja, uwe Mtanzania. Wangapi hapa ni Watanzania? Nyosha mkono. Sifa ya pili, uwe na miaka 18 na kuendelea. Wangapi wana miaka 18? Nyosha mikono. Sifa ya tatu, jua kusoma, kuhesabu na kuandika. Wangapi wanajua kuhesabu na kuandika hapa? Kumbe unaona mwenyekiti, kumbe kila mmoja hapa anaweza kuwa mbunge, lakini mlituheshimu sisi wachache miongoni mwenu. Kwa wilaya ya Bukombe miongoni mwa watu 470 mkatuchagua mimi peke yangu niwawakilishe na wenzangu wote kwenye majimbo yao. Tunawashukuru sana sana. Moja nalotaka niwaahidi, sisi wabunge wa mkoa wenu tutaendelea kuwa watiifu kwa chama chetu, tutaendelea kutoa ushirikiano kwenye wilaya zetu,
na waomba jambo moja, mtufundishe kuwa wabunge bora. Mbunge bora anatengenezwa na wapiga kura wake, na mbunge mbaya anatengenezwa na wapiga kura wake. Kikubwa zaidi tunahitaji tuwe wazalendo wa chama chetu, tuwe wazalendo wa chama chetu, lakini tupendane sisi wenyewe, tufanye kazi kwa upendo, kwa ushirikiano na bila majungu yoyote. Hii yote tunaweza tukafikisha alama yetu ya chama chetu kwa wananchi, na hatimaye ikiwezekanika nia yetu sisi ni kushika dola mpaka kufa kwetu. CCM oyee! Lakini mgeni rasmi, niseme kwa niaba ya madiwani wa mkoa wa Geita wote, sisi tuko salama salimini kabisa, na madiwani wanachapa kazi, madiwani tunafanya kazi, tuko pamoja na jamii yetu kwa kuweza kuwasaidia kimaendeleo.